So mimi hapa leo tarehe 19 ya leo ya mwezi wa 4 mwaka 2026, mniruhusu tu niseme ya kwamba nchi ya Iran inaenda kulingana na matakwa yake, na matakwa yake yanaenda kutekelezeka kulingana na vile ambavyo yeye mwenyewe alikuwa yataka. So dunia sasa imeanza kumgeuka Muiran, hata wale ambao walikuwa wakimsupport Muiran kwa sasa wanaanza kumgeuka kwa sababu ya kigeugeu chake alichokuwa nacho recently juzi tu. Tukumbuke tu ya kwamba kulikuwa kuna maagano ambayo yalikuwa yamewekwa baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Amerika, ambapo tuseme tu kwa sasa ya kwamba aliyeanza kuyavunja maagano haya ni nchi ya Iran kulingana na vile ambavyo kunaenda. Ambaye amevunja maagano haya, whoever broke this agreement ambayo ilikuwa imewekwa baina ya nchi ya Iran na nchi ya Amerika, basi si mwingine tena isipokuwa ni Iran. Tumesema kwamba hali ambayo ipo kwa sasa ni kwamba nchi ya Iran baada ya kwamba imeweza kufungua mlango wa Hormuz, Strait of Hormuz, kwa sababu ya biashara iweze kuendelea kwa kawaida, waliweza kutoa kauli yao na kusema kwamba kuanzia sasa tutafungua mlango wa Strait of Hormuz, ambapo biashara za kupitisha mafuta kuanzia nchi fulani na nchi nyingine ziwe zinaendelea kawaida, na hatutotoza pesa yoyote kwa meli zozote ambazo zinapita. Lakini siku moja tu baada chini ya masaa 24 tuseme, nchi ya Iran jeshi lake likakuja tena vile pia likasema kwamba mlango huo umeweza kufungwa. Na kipindi walichosema hivyo, kuna baadhi ya nchi kama nchi ya India iliyodhani kama Iran wanachezea ama they are joking, yani hawakuamini ya kwamba ni kweli jamaa wamefunga tena, na walipojaribu kupitisha meli yao pale, jamaa kutoka Iran waliweza kuilipua ile meli ambayo ilikuwa inatoka ndani ya India, ama ilikuwa ni meli ambayo iko na bendera ya India, ikiashiria kwamba ni meli iliyotoka zake India na ipo kwa minajili ya kupitisha mzigo ambao ni biashara ile ya mafuta. Na sasa kitu ambacho tumekuja hapa ni kwamba dunia sasa inasema kwamba Iran it's manipulating. Iran government is manipulating the world. What does that mean? Ya kwamba nchi ya Iran kwa sasa, serikali ya Iran inataka kujaribu kudhibiti masuala mazima ya kibiashara ya kidunia kote. So Iran kwa sasa wameangalia jinsi gani ambayo wanaweza kupigana hivi vita, ama jinsi gani ambavyo wanaweza kufanya mpaka watu wawe wanaongelelea mara kwa mara, na wakaona kitu ambacho wanapaswa kufanya kwa sasa, wanapigana bila kuzungumza chochote. Na kupigana bila kuzungumza chochote ni kwamba wanataka kudhibiti kila kitu kwa masuala mazima ya biashara. Tujue tu ya kwamba mafuta ambayo yanatoka ama mafuta ambayo yanapita kwenye mlango wa Strait of Hormuz, ile bahari ambayo imeweza kufungwa na nchi ya Iran pale, ni mafuta ambayo yanatumika kwa kiasi kikubwa, ama yanatumika kwa asilimia kubwa ya nchi nyingi sana hapa duniani. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, tukubaliane ya kwamba pia vile ya kwamba endapo wataendelea kufunga ule mlango, basi kikweli kabisa watakuwa wamefika ile malengo yao ya kudhibiti dunia, ama ya kudhibiti nchi nyingi hapa duniani. Ikianzwa kusema kwamba bei ya mafuta itapanda, na bei ya mafuta ikishapanda kila kitu kinapanda. Tuseme tu ukweli, once bei ya mafuta ya petrol ama bei ya mafuta ya diesel imepanda, imeshoot in any country that is, basi masuala mazima yatakuwa yamepanda. Ndio tunaona kwa sasa biashara zote zitakuwa ngumu kufanyika, na vile ugumu za kufanyika, wanabiashara hawatolala nyumbani, wataendelea kufanya biashara zao kama kawaida. Na vile ambavyo wataendelea kufanya biashara zao kama kawaida, itabidi pesa zao zile ambazo walikuwa wakitumia kuuza bidhaa wakati ule, kwa sasa itabidi wazipandishe juu. Kwa sababu gani? Mafuta ya kufikishia bidhaa zao kule ambako wanapaswa wazifikishie yamepanda, nao pia itabidi wapandishe bei. Masuala mazima ya uchukuzi, kwenda kazini, masuala ya mashule, kote huku na huku, hizo ni vitu ambavyo kwa kawaida tunaviona vitu very simple, lakini kikweli kabisa ni vitu ambavyo mpaka sasa, as we are talking at the moment, hata uchukuzi wa umma kwa sasa, ile bei ambayo walikuwa wakilipia awali, kwa sasa imepanda kwa kila nchi ambayo walikuwa wanategemea kupata mafuta kupitia mlango huu. So tayari wamedhibiti. Yes, it's like wanadhibiti hiyo bei ya watu kuishi duniani. That is second. Third, tuzungumzie masuala mazima ya makampuni ambayo yako kwenye hino Afrika, ama let's base on East Africa. Tuzungumzie makampuni ambayo yako mashariki mwa Afrika hapa, ambayo yametegemea kupata mafuta kutoka Uarabuni, ama mafuta kutoka nchi zile za wenzetu kule, vile kwa Waarabu pia tuseme, ambapo nilikuwa naangalia hapo jana, ambapo ukiangalia nchi kama ya Uganda, Kenya na Tanzania, mafuta yake mengi sana yanatoka UAE,
mengine yanatoka Saudi Arabia na wengine pia vilevile wanatoa mafuta ndani ya Qatar. Sasa kwa sasa tayari kama nchi kama ya Saudi Arabia, mafuta yake ambayo anayatoa kwa sasa hawayapeleki nje ya nchi. Kwa sababu gani? Wanayaweka pale pale ndani ili mradi yaweze kutimiza matakwa yao wale kwa wale pale ndani. That is one. Second, Qatar pia vile vile watu wamesema kwamba itachukua na kuwagharimu karibu miaka 5 ili waweze kurudi kwenye ile usambazaji wao wa kawaida wa mafuta duniani. Nchi kama ya UAE pia vile vile imeweza kufunga kwa sasa usambazaji wa mafuta haya. Nchi ya Iran yenyewe ambayo ilikuwa pia ikisambaza mafuta kwa nchi ya China kwa sasa pia imekuwa ngumu kwao. Kwa sababu gani? Wamesema watafunga ili mradi waweze kutosheleza matakwa ya mafuta nchini mwao. So utaona wazi kabisa kwamba nchi ya Iran imefanya maksudi ili mradi dunia sasa ianze kuzungumza, na wanataka dunia izungumze ikielekeza lawama zake kwa rais wa Marekani ambaye Donald Trump, ambaye ndio alikuwa akipiana amri kila wakati ya kwamba watu fulani nchi ya Iran waweze kuuliwa ama miundo misingi fulani ndani ya Iran iweze kuuliwa, na wamekuwa kidanganyana hivi, ambapo Amerika yeye anajigamba kifua kila wakati, anakuja kwenye mitandao akisema kwamba Muiran amesema hivi na hivi na hivi, wakati Muiran amenyamaza, anamsikilizia Amerika aongee, yeye aje aseme ni uongo, sisi hatujasema hivyo. Na hakuna information ambayo imetoka ambayo tunasema it's a direct information ambayo let's say like imetoka baina ya nchi ya Amerika na nchi ya Iran. Hakuna mazungumzo ambayo ameketi kwa pamoja, isipokuwa ni mazungumzo yaliyokuwa juzi ndani ya nchi ya Pakistan ambapo pia vile vile hayakufua dafu. So mazungumzo mengine ambayo yalikuwa yameandaliwa kwa sasa ni mazungumzo ambayo yalikuwa tutatarajia kwamba yatafanyika hapo kesho siku ya Jumatatu, lakini pia vile vile kuna uwezekano ikawa ile mazungumzo hayatofanikiwa ama hata hayatofanyika, kwa sababu ya kwamba Iran imesema ya kwamba nchi ya Amerika imeweza kuvunja sheria ile ambayo walikuwa wameiweka kwa masuala mazima ya kupumzika ama masuala mazima haya ya kupuhusisha hivi vita ambavyo vinaendelea baina yao. Lakini nchi ya Amerika ikaambiwa, nchi ya Amerika inakashifiwa na nchi ya Iran kuambiwa kwamba wanafanya mashambulizi chini ya maji, ambapo wanazuia vifaa vingi sana ndani ya maji ambavyo vinapaswa kupitia ule mlango wa Strait of Hormuz. Ndio maana wakaona pia hao kama nchi ya Iran waweze kurudi tena na kufunga kabisa ule mlango. So imekuwa kama mchezo wa paka na panya, na Muiran kwa sasa anajiona superpower. Kwa sababu gani? Ameweza kuzuia vitu vingi na ameweza kufanya vitu vingi ambavyo Mwamerika hakudhania ya kwamba Muiran anaweza kuvifanya, mbali ya kwamba amempa vitisho kubwa na vitisho vikali sana ya kwamba atamwangamizia nchi yake yote. Atahakikisha kwamba hakuna nchi ambayo inaitwa Iran, atahakikisha kwamba viongozi wote wa ndani ya Iran wamekufa na amechange ile regime. Lakini Muiran amesimama na hataki kujua na hataki kujali vile vitisho vyote ambavyo Mwamerika anavitoa. Kwa sasa habari ambazo tumezipata leo alfajiri hapa siku ya leo tarehe 19 ni kwamba Muiran naye anajipanga kwa kuanzisha vita vipya kwa kutumia silaha mpya, kuingia kwenye vita kwa mara nyingine, mara ya pili, ambao ni kama mkondo wa pili. Na nchi ya Israel nayo pia vile vile inasema ya kwamba inasubiria amri tu kutoka kwa Donald Trump ambaye atawaamuru waweze kushambulia nchi ya Iran, nao basi wafanye vile ambavyo watakuwa wameamriwa mapema haraka sana. So vikosi vyote kwa sasa tuseme vimejiandaa na viko uwanjani, vinatarajia tu ama vinasubiria tu amri kutoka kwa Donald Trump, kwa sababu nchi ya Iran hiyo siku zote huwa haianzishi vita ama haianzishi mashambulizi, ambapo wanasubiria wenzao waanzishe mashambulizi alafu hao ndio wamalizie ama hao walipisha yale mashambulizi, ambapo kwa sasa wenyewe wamesema kwamba wamejipanga, wanasubiria tu mwenzao awaanzishie na hao walipishie. So hapa kusema kikweli kabisa ni Mwamerika amue ataachisha hivi vita pasi kudemand chochote tena kutoka kwa nchi ya Iran, na Iran pia vile vile aweze kufungua ule mlango wa Strait of Hormuz pale Bahari Nyekundu, ili biashara iendelee kama kawaida na maisha yaendelee kama kawaida, na hakikisha kwamba hakutokuwa na vita tena. Ama Mwamerika aendelee kutaka matakwa yake ambayo ni kama ya uonevu, ambapo anataka nchi ya Iran isiwe na kinga yoyote kabisa ya kivita, ambapo anataka vitu vingi sana kutoka nchi ya Amerika ili aweze kufunga na kuzima kila kitu, ili mradi kesho akija tena akitaka kumpiga Muiran awe hana utetezi wowote kabisa, na ambapo Muiran amekataa hilo na kumwambia kwamba tutaendelea kukushikilia mpaka pale ambapo utainua mikono. Kwa sababu sasa Mwamerika hana msemo tena, amebaki tu kumtishia Muiran, na Muiran naye pia amemwonyesha Mwamerika kwamba hatishiki tena wala haogopi lolote tena.
So tusubiri tuone kitu gani ambacho kitaenda kutokea baada ya hivi, kwa sababu hali imekuwa tete, biashara imeanza kupungua, mafuta yanapanda yakishuka, maisha yanapanda yakishuka. Sasa hii tumeona viongozi wa upinzani wanaanza kulaumu serikali ambazo ziko kwenye madaraka kwa sababu ya vile ambavyo maisha yanapanda bei, wakati hao viongozi ambao wako kwenye madaraka hawana uwezo wote na hawana lolote la kufanya mpaka kuregulate vita vyote ambavyo vinaendelea nchini Iran. So let's wait and see, tujue kitu gani ambacho kitaendelea baada ya hapa.